tunafahamiana, naitwa Joseph Yona wa Chalinze. Lakini wakati naanza kuzungumza, kwanza tupongezane wa Tanzania kwa sababu nchi yetu ni ya amani, nchi yetu ina uongozi dhabiti, nchi yetu ina uongozi bora wa Dr. Samia Suluhu Hassan, na ndio maana timu yetu ya taifa leo tunapozungumza imeingia top 16, yani zile timu 16 bora, na leo jioni naamini tunacheza na Morocco. Kwa hiyo tujipongeze sana wa Tanzania kwamba tumefanikiwa kwa mara nyingine baada ya miaka 70 huko ambayo watu walikuwa wanacheza bila viatu. Leo wachezaji wanacheza modern football, tumefanikiwa kuingia kwenye 16 bora. Tumepiga matimu mengi na tumedhihirisha kwamba sisi ni top 5 kwenye upande wa vilabu. Kwa hiyo tujipongeze sana wa Tanzania, na tunampongeza rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha anaipenda hii sekta ya michezo na anaipeleka mbele, na ndio maana kule kwenye upande wa vilabu tumeingiza vilabu 4 na tuko AFCON tunaendelea kucheza na kufurahia mpira wetu. Lakini baadaye naomba nizungumzie kuhusu ziara yetu. Mwenzangu hapa amezungumza kuhusu ziara. Ukweli ni kwamba mwezi huu tarehe za mwishoni hapo tutakuwa na ziara kwenye mikoa 15, lakini hiyo mikoa tutaichekecha hivi kwamba ile mikoa kama majiji 6 yale ndio tutaanza nayo, baadaye tutaenda na manispaa. Lengo kubwa ni kutoa elimu kwa vijana na kuwaonyesha vijana kwamba kuna sehemu ambazo zipo gap lakini vijana wanaziacha, hasa upande wa wawezeshaji kwenye halmashauri. Mnajua, kila Mtanzania anajua kwamba kuna 10% kule zinatoka na 4% ya vijana walemavu na wakina mama. Lazima vijana twende tuwaelimishe namna gani waende kuchangamkia fursa hizi. Na wenzetu ninyi mnaotembea tembea mikoani na baadhi ya halmashauri, kwa mfano pale Mkulanga, ukienda kijiji kimoja pale Mipeko, kuna sehemu unakuta vijana Mwanambaya pale, vijana wamepewa mikopo. Sasa hivi ni mwaka wa 5, wametoka kuanzisha bajaji, lakini wameshatoka kwenye bajaji, wako kwenye maroli, sasa hivi wanaenda kwenye mabasi. Kwa hiyo vijana wa pale wamejiendeleza kwa sababu ya ile mikopo. Kwa hiyo vijana kama wale huwezi kuwakuta kwenye michakato hii ya kihuni ya vyama vya siasa, ambao watu wanaendesha V8 wanawadanganya vijana maskini wa Mungu. Lakini wale vijana wa Mkuranga na baadhi ya maeneo kama Chalinze, Dar es Salaam hapa wamewezeshwa na wameweza kujiinua kiuchumi. Na hata ninyi waandishi wa habari ambao ni vijana mnaweza mkaenda kule, kuna pesa za bure kule halmashauri. Sasa hivi baada ya gap ile ya kusubiri muda mrefu, kuna muda mrefu sana, pesa nyingi sana zimebaki pale. Kwa hiyo nendeni mkachukue mikopo ile ili iweze kuwasaidia muachana na hizi hulka za hovyo za kutoka nje za kutaka kulisabotage taifa letu. Lakini vile vile tutaenda kuelimisha kuhusu BBT. Kila mtu anafahamu mradi wa Building Better Tomorrow. Tutaona namna gani vijana wengi washiriki, kwa sababu huko ukienda huko Chalinze huko kuna mashamba ya 150 watu wanakodisha. Ukienda Mkulanga kuna mashamba ya 150 watu wanakodisha. Kwa hiyo tutaenda kuelimisha vijana. Kwa hiyo lengo letu kubwa ni kwenda mikoani kuelimisha vijana namna ya kukimbilia fursa za serikali kuu, fursa za serikali za mitaa, lakini fursa ambazo Rais Samia, Dr. Samia ametangaza siku 100 kutoa zaidi ya bilioni 200. Yaani hizi bilioni 200 ni za wote, sio za vijana. Kwa hiyo tutaenda kuwasaidia vijana waende wakazikimbilie zile bilioni 200, kwa sababu hata hii 4% tokea imeanza mchakato, pesa unaona zimetoka nyingi, lakini hata bilioni 200 ndio zinakaribia. Kwa hiyo tutaenda kusaidia vijana kuhusu hii michakato, ziara. Kwa hiyo wale wadau wote wenye uwezo wa kuwezesha kundi letu hili, karibuni sana, ili tuwezeshane, ili tuwafikie vijana, lakini tuweze kumsaidia waziri wa vijana na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini na nchi yetu, kwa sababu tumepita kwenye kipindi kigumu. Hata ninyi ni mashahidi, watu wamechomewa biashara zao, watu wameumizwa, watu wamesabotejiwa. Kwa hiyo lazima tuhakikishe tunalinda taifa letu kwa udi na uvumba. Na ninyi waandishi wa habari wazalendo, endeleeni kutusaidia kulilinda taifa, na ninyi kama mna uwezo mnaweza kutusaidia ili tuweze kwenda kuelimisha vijana ili kuweza kufikia malengo ambayo wataacha kujiunga na makundi ya hovyo ya kulichoma taifa letu. Naomba nizungumze baadhi ya vitu kwa haraka. Nimesikiza hotuba ya huyo Mrakichuri Heche, yeye muda wote anazungumza kwa hasira. Utafikiri anamkaripia mke wake. Mke wake alimkimbiza Nairobi, Kenya. Kipindi kile anachukua vijana wa Gen Z huko Kenya
kuja kuwaimpeach vijana wetu wa Kitanzania nao waingie kwenye huo mkumbo. Na bahati mbaya alivyowaleta wale vijana, wamewafungia baadhi ya majumba, waliwafungia baadhi ya majumba ambayo tunayajua, wakawa impeach vijana wetu, wakaingia kwenye huo mkumbo, wakachoma taifa lao. Lakini bahati nzuri vijana wa Kitanzania waliobaki, maana vijana wa Kitanzania, Dr. Samia alisema kama kijana aliingia kwenye mkumbo atoke nje, wakatolewa nje. Wale waliobaki huko ndani ndio mtajua ni watu wa wapi. Kwa hiyo waliotoka nje hao vijana wamesema tarehe 9 Disemba vijana wakujitokeza, wamesema tarehe 1 mwezi Januari vijana wakujitokeza, wamesema Christmas vijana wakujitokeza, na watasema siku zote vijana watajitokeza. Lakini nimemwona Heche anazungumzia Chadema haitashiriki maridhiano. Waandishi wa habari, mwambieni Chadema ni nini, kwa sababu chama cha siasa kinatakiwa kiwe na mbunge, diwani wao kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo ile ni kama wewe ufungue uanzishe chama kinaitwa kamera. Unajua Chadema is like liemte boto liko pale tu limekaa. Sasa anataka kushiriki maridhiano ya nani? Alafu pili, maridhiano nani alimwambia maridhiano ni kati ya serikali, chama na chama? Yaani ukiona mtu amechanganyikiwa tu. Yaani chama cha siasa ndio kiende kwenye maridhiano. Maridhiano tunayozungumza ni kati ya Watanzania na Watanzania wenyewe na watawala. Yaani viongozi wanaweza kuona hapa kweli hatuendi. Tunahitaji tuwachukue Watanzania, sio chama cha siasa. Vyama vya siasa vifanye kazi yao. Kuna Watanzania zaidi ya 60% hawana vyama vya siasa. Hawa platform yao ndio maridhiano na hivyo vyama vya siasa. Kwa hiyo tukitaka kwenda kwenye maridhiano, kama ni kumuita tutamuita Heche, atuichi Chadema. Tutamuita nani? Atuichi Chadema, atuiti ACT, atuiti nini? Maridhiano ni kati ya watawala na Watanzania sisi. Na ndio maana leo hata haya taasisi zinazoundwa, hizi taasisi zote hizi ziko kwenye maridhiano, ziwe taasisi za dini, ziwe taasisi ziwe binafsi, ziwe NGOs, wa Watanzania wa kawaida, wawe walimu, wote hawa ndio wataingia kwenye maridhiano. Kwa hiyo Heche aache kupotosha watu kwamba Chadema ni nani? Anashiriki kwenye maridhiano kama nani? Chama hakina diwani, chama hakina mwenyekiti wa serikali, chama hakina kiongozi yoyote, zaidi ni yeye ndio amekaa pale kuzungumzia Chadema. Sawa na mimi nianzishe chama tu, niite sijui cha nini, nianze kutoa matamko. Kwa matamko yake sisi tunaona ni kama ni empty things ambazo anazizungumzia. Kwa hiyo tuyaache yaendelee kuzungumza, kwa sababu huo ni upuuzi. Mimi naita mpuuzi, amekula kichuri, amelewa, anakuja kudanganya Watanzania kwamba kuna Chadema. Chadema haipo, ishajitoa kwenye uchaguzi, isubiri uchaguzi mwingine wa serikali za mtaa mwaka 2029 washiriki ili waweze kupata uongozi. Lakini uchaguzi mkuu tarehe 29, mnajua, ninyi waandishi wa habari mnajua walijitoa wale jamaa. Sasa wanazungumziaje uchaguzi wakati watu wa kushiriki? Uchaguzi mkuu vyama vya siasa vimeingia, wao walisema sisi hatushiriki. Kwa hiyo kumbe kama walikuwa na ajenda yao kuchoma taifa letu, sawa waseme. Lakini kama ni uchaguzi mkuu, vyama ambavyo vimeshiriki uchaguzi mkuu vinajulikana, na vingine vimesimamisha wagombea urais. Kwa hiyo tumeenda kwenye uchaguzi mkuu, kiongozi mkuu ameshinda, na ndio kiongozi wetu, na bado tunaendelea kutamba naye, na ninajua taifa litaenda vizuri. Lakini kuna swala la utekaji, nimemsikia Heche anazungumzia utekaji. Bahati nzuri kitu ambacho napongeza sana Dr. Samia, sijui wanajua, sijui hawajui, I don't know. Lakini kitu ambacho nakiona kwenye taifa letu, tuna waziri mkuu ambaye sisi wengine ambao tulikuwa upande wa pili, tulikuwa upande huo wa kupanua vidole baada ya kupanua akili, Chadema huko. Sisi wengine haya matukio mwaka 2012, matukio wakati yanaanzishwa na Chadema, matukio ya kuteka na kuua watu ili kuisingizia serikali ionekane ni serikali ya watekaji, Dr. Mwigulu Nchemba anajua. Bahati nzuri waziri mkuu yuko pale. Kwa hiyo waziri mkuu ndio maana kila siku anasisitiza, mkitaka nitawaumbua, kwa sababu ripoti ya watekaji Chadema na huyo Heche akiwepo. Na ndio maana mimi namwambia Heche kwanza ana laana, kwa sababu ameteka watu wengi, ameumiza watu wengi, na huyo muhaini ambaye yuko gerezani ameteka watu wengi, ameumiza watu wengi. Leo wanateka kijana wao, kwa mfano let's say Mdude. Wanamteka Mdude, wanamficha, wanamuua, wanajua wenyewe walichokifanya. Baadaye wanasingizia serikali, taharuki. Lakini vile vile tuzungumzie kumhusu Ali Kibao. Mimi wakati Ali Kibao anachukuliwa, mimi niliwahi nikaiambia serikali, aliyemteka Ali Kibao ni John Mnyika, na ndio maana mtamuona anaenda kanisani kutubu, na alienda kutubu. Kwa hiyo leo mnateka watu, mnaumiza watu, mnaisingizia serikali ya CCM. Serikali ya CCM iteke sisimizi wa nini? Yaani ninyi waandishi mjiulize, serikali ya CCM kwa nini simteke huyo Heche? Kwa sababu
hao viongozi wakubwa wa Chadema majumba yao yako Masaki, majumba yao yako Salasala, mavieti yao yako Masaki, mavieti yao yako huko wanapokaa wakubwa, wanapokaa jeshi la polisi wakubwa. Kwa nini waangaike na vijana wa Mbagara sisi watuteke eti kwa sababu ni Chadema? Kwa nini wasihangaike na mmoja ambaye ni mkubwa, kwa mfano Heche akitekwa huyu akipotea, kwa hili mwalimu tumemalizana naye? Kwa nini tuje tuende kuteka vijana wa kina Mdude maskini wa Mungu, vijana hata wajulikani, si wakina nani, si wakina Soka? Serikali haiwezi kuteka mtu kwa sababu inateka ili iweje, na ndio maana nchi inaendelea smoothly. Kwa hiyo watekaji ni wao, na ndio maana waziri mkuu, usiogope wewe, ikifikia kipindi wataje, kwa sababu ile ripoti mwaka 2012 ukiwa naibu katibu mkuu unayo na unajua haya mambo, yaseme ili Tanzania ipone. Na aliyekuweka hapo kwa waziri mkuu anajua kwa nini amekuweka hapo kwa waziri mkuu, ili ushughulike na wao wahuni wa Chadema, ili waweze kuacha mara moja kuteka Watanzania wa kawaida. Kwa hiyo vijana wengi hamjui, lakini nilitaka nigusie hili swala utekaji. Heche anaendelea kupata laana na chama chake kinaendelea kupata laana kwa sababu ni watekaji wakubwa, na bahati nzuri wengine walituteka, wengine walimwagiwa tindikali, mpaka leo wapo hai au waliotekwa na wakina Heche na Chadema. Mkiwataka tunawaleta fronti ili waweze kuaibika, japo nyewe mnatafuta content, sio mbaya. Lingine naomba nizungumzie kwa haraka kuhusu Jaji Joseph Sinde Warioba. Naona bado inaendelea kutengenezwa mkakati wa kumtengeneza Warioba kuwa mzee mwenye sijui inatengenezwa huo mkakati siku nyingi sana. Lakini mimi naomba niwaambieni, sisi wengine tumekuwa na mzee Warioba, tumemchagua pale Bunda. Lakini ilipofika mwaka 95 tukamfukuza kwa sababu ni kiongozi mbovu Bunda. Alikuwa mbunge pale kwetu Mwibana. Tukamweka mzee Wasira huyu. Lakini niwaambieni leo, ninyi waandishi wa habari, jaribuni kuangalia, mtaona tu. Mzee JK mtaona anaenda Msoga kwao. Mzee nani mtaona anaenda Hanang, sijui Sumaye. Utaona wazee wastaafu hao wanaenda majumbani kwao, vijijini kwao kupumzika. Hata siku moja hamtamuona Warioba anaenda kijijini kwao Bunda kwa sababu aliharibu. Lakini mwisho wa siku sasa hivi sisi na Kombo pamoja na kupita huko mikoani, tumeambiwa na vijana, ukienda pale Kwara tunakuja kuwaletea rekodi Kwara pale Chalinze. Mzee Warioba na kijana wake wamedhulumu Watanzania wa kawaida miaka nenda rudi, zaidi ya hekta na hekta. Wanamiliki ile shamba, wanalikalia kimabavu pale Kwara Chalinze. Kwa hiyo muda sio mrefu, waandishi wa habari tutawaletea Watanzania wanaolalamika, ili serikali iende kuwasaidia wale vijana waliodhulumiwa na Joseph Sinde Warioba. Kwa hiyo tusitake kumweka Warioba kwamba ni mzalendo. Mzalendo wa wapi? Sisi watu wa Msoma tulimfukuza na tumtaki. Lakini mzee Warioba ndio amekuwepo kiongozi kipindi cha Nyerere, kipindi anafanyika mambo ya hovyo, kipindi wakina Kambona wanafukuzwa nchini, kipindi wakina Bibi Titi wanafukuzwa nchini, wakina Warioba hao ndio wameshiriki. Kwa hiyo sitake kutuonyesha si wa Tanzania ni wazalendo, na ndio maana ipo siku sisi tunaenda mbele, tunaenda kuzungukia vijana, tutakuja na mkakati wa kuwaonyesha katiba ile ya Warioba ile mnayoitetea, sisi tutakuja kuizungumza hapa na mtuulize maswali. Ile katiba ni katiba ya vita, sio katiba ya kusaidia taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo ndugu zangu, nilikuwa nataka nigusie, lakini niwaambieni tunaenda kuwapeleka waandishi wa habari Kwara, mkazungumze na wananchi ambao Warioba na mtoto wake Kipi wamedhulumu watu kule mashamba, na sasa hivi wanautaka sijui mtoto wake apate uongozi. Haupati uongozi ngo, na Dr. Samia Suluhu Hassan usimpe uongozi ngo, ili tuendelee naomba nimalizie jeshi la polisi. Naomba nizungumzie kuhusu jeshi letu la polisi. Watanzania, ninyi waandishi wa habari, nendeni mkawaambia Watanzania, hivi we mtu yuko kwenye uchaguzi huko mapolini huko, anakuta huku watu wamechoma kituo cha polisi, anakuta watu wanachoma, kwanza hakuna maandamano na hajaruhusiwa. Leo unatoka porini maskini umeenda kusimamia uchaguzi, unakuta wamechoma kituo cha polisi, watu wanachukua silaha, wamechoma vituo vya jeshi letu. Naomba nilipongeze. Mimi naomba nilipongeze jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama vyote 7. Naomba nivipongeze kwa sababu vimefanya kazi kubwa. Leo Watanzania tumefunikwa hatujui. Lakini kama tungejua ambacho kingetokea leo nchi hii
imekaa siku 2-3 tumeumizwa, lakini baadaye nchi yetu imetulia. Kuna nchi nyingine likianzishwa lile dude huwa alipoi, ni miaka zaidi ya miaka. Kwa hiyo mimi na watoto wangu hapa nchini naendelea kulipongeza jeshi la polisi na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, viendelee kufanya kazi, visikasirishwe wala visitengenezewe mazingira ya kuonewa na mtu yoyote. Waende mbele, wasonge mbele. Kamishna Wambura na makamishna wengine na viongozi wote wa vyombo vya ulinzi na usalama, na wapongezeni kwa kazi nzuri mlioifanya ya kulitetea na kulilinda taifa letu. Baada ya kusema hayo, naomba niseme asanteni sana na Mungu awabariki. Karibuni kama kuna maswali, kama hamna